Arudi kuzimu. Asante sana. Naam, leo ni siku nyingine tena ambayo pia tumeweza kuweza pia kujifunza. Leo tumekuja kujifunza kutoka kwenu. Amen. Naamini pia sitajifunza. Ndio. Haya, mimi nimenifahamu lakini nyinyi mko wengi sana. Mimi natamani pia kuweza kuwafahamu pia kwa huduma yenu hapa. Mmoja aje anitambulishie niko wapi, na kama kuna viongozi wenu aje anitambulishie. Karibu dada pale, uje unitambulishie niko wapi, lakini kama kuna viongozi unaweza kanitambulishia viongozi wenu hapa, nitafurahi sana. Kwanza nianze kufahamu wewe. Njoo tu hapo usiogope. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Esther Festo, nasali kanisa la TAG Mlima wa Baraka kwa mchungaji Benjamin. Tuna mwalimu wetu pale, mwalimu Israeli, na mwalimu wetu mwalimu Kelvin. Okay, huku hamna viongozi huku? Kuna kiongozi wetu pale Shemasi Eva Makongo, na kiongozi wetu pale Jessica Haji, na kiongozi wetu pale Beatrice Benjamin. Kiongozi wa nini Beatrice? Kiongozi wa watoto, kusimamia watoto. Wote hao mashemasi kusimamia. Safi kabisa. Haya, mimi nikushukuru. Wewe umesoma nani? Esther Festo. Haya, Esther Festo, wewe njoo basi. Wewe sasa wewe ndio mwenyeji wangu hapa, sawa? Utakuwa unasema na kuna mmoja na mapengo. Wanachangamka sana, na kitu gani ambacho pia huwa tunawafanya mnakuwa mnachangamka hivi wakati sasa hivi ni baridi kwa hiyo? Tunachangamka kwa sababu tunatoa mafundisho mazuri kutoka kwa walimu wetu, na pia tunatoa neno la Mungu. Haya, sawa. Na mimi nawafahamu wote. Sasa nataka unichagulie mtu mmoja aje hapa atupatie neno la Mungu kwa dakika 3. Yaani ambao pia aje apige injili. Mpaka mimi mwenyewe nielewe kabisa. Unajua mimi bado vizuri. Sasa nipigwe injili, nataka nisikie injili moja. Hebu nichagulie mtu mmoja hapa aje anipige injili. Pati, njoo baba. Na mtazamaji bwana, leo nimepata bahati ya kuweza kutembelea kanisa la TAG. Umesema TAG? Mlima wa Baraka. Mlima wa Baraka kwa mtumishi wa Mungu Pastor Benjamin. Kwa mtumishi wa Mungu Benjamin hapa, na nimekutana na chuma cha kazi. Sisi tunaitaga hawa ndio wale karibu sana. Mimi natamani pia kidogo leo unilishe neno na hawa sasa, na mimi nitaenda kukaa pale. Wewe ni pastor kuanzia sasa hivi. Karibu. Kwanza kabisa, maombi ni nini? Tunavyojua maombi ni njia ya wanadamu kuongea nani? Sasa sisi tukaangalia katika kitabu cha Mathayo 7:7. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Maana kila aombaye hupokea kuomba, naye abishaye atafunguliwa. Amen. Biblia inasema kabisa, ombeni. Inasema ombeni, tuombe, tumwambie haja zetu. Lakini katika maombi kitu kinachofaa sisi tuombe ni imani. Ukiwa na imani utaweza kupokea kile kitu ambacho unakitarajia kukipokea. Yaani imani kwanza ni kabla hatujaangalia imani ni nini, tukasoma katika kitabu cha Waebrania 10. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Biblia inasema ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Wacha nikwambie mpendwa, imani imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana kwa macho ya nyama, kwa macho ya kawaida. Na mtu ukiwa unaomba, imani yako ni wewe unatarajia unafanyaje?
unapokea. Kwa hiyo mimi ninachokusisitiza ndugu yangu, ukiwa unaomba, imani ni kitu cha muhimu. Unatakiwa uwe na nini? Hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay, sawa kabisa. Tunaambiwa pia tumejifunza kuhusu ninataka mtu mmoja hapa aje. Niambie. Shetani ameze wembe, umkatekate, arudi kisha habari yake. Naamini pia mtazamaji na msikilizaji unaenjoy sana vitu vyote ambavyo pia watoto wako wametuonyesha. Kubwa zaidi ujifunze kile ambacho watoto hao wanakwambia wanakuletea kama elimu kwako. Pia kila sababu na wewe msikilizaji ya kuweza kuniambia maoni yako za nini mpaka muda huu, lakini ambacho umejifunza kwa watoto hawa, lakini pia una kitu cha kuzungumza kwa watoto hawa. Na wewe pia kama unao kwako, tuachie ujumbe hapo ama comment ya namba ya hapo studio, unaweza kufuatilia. Na kwa zaidi bado tupo bila kujifunza mengi zaidi, na pia kujifunza na watoto nao kwa siku ya leo. Lakini pia naamini wewe kuna vitu ambavyo umejiandaa ambavyo sana pia ndio kufahamu nijue. Na sasa nataka kuunganisha na mwalimu ambaye amekuja ili aweze kuzungumza sasa wao binafsi na kitu ambacho amekiandaa kwa ajili yetu sisi watazamaji, wasikilizaji pamoja na mtoto ambaye unakuwa huko nyumbani. Basi hapa asante sana kwa wasikilizaji na pia watazamaji wetu wanaotazama katika YouTube ambao wako live sasa. Pia tunahitaji maoni yetu, lakini pia na sisi tunawapenda, tunawakaribisha kwenye kanisa letu zuri la TAG Mlima wa Baraka, na wataweza kuyajibu, wataulizana maswali kwa ufupi na kuweza kuyajibu. Kwa wale ambao nimeanza kuongea sijajitambulisha, naitwa Mwalimu Israel Mwabausi. Kwa wale walionizoea na wanasikia kwenye vyombo vya habari, najulikana kama MC wa kweli, na Mungu awabariki. Karibu sana kwenye kipindi chetu kizuri cha watoto na Uncle Sami, Uncle Liza, Baba Ivan, Baba Neema. Basi tuko pamoja, karibu sana. Na kwa wakati huu nimkaribishe niulishe kipindi hiki kwa mtumishi wa Mungu Uncle Sami. Basi tuendelee na vile ambavyo tunayo. Kama tutaanza na wimbo, tutaanza na maandiko, yeye atatuambia tuanze na nini, yeye tuendelee. Haleluya. Haleluya. Watoto mpo? Nasikia tumekaa. Watoto mpo? Tuko kabisa. Shauri ya Yesu. Shetani ameshinda. Ameze wewe. Umkatekate.
kabisa. Sasa watoto, kabla ya kusikiliza wimbo, ningetamani kwanza tuweze kuchangamshana kidogo, sawa? Mtoto wewe dada. Haya, sawa basi. Naomba basi niulize, naogopa. Mamake na Yesu anaitwa nani? Mamake na Yesu. Haya. Najua kani mmoja anaitwa nani? Sauti. Na okay, unasema saa ngapi? Mamake na Yesu anaitwa nani? Anaitwa Mariamu. Okay, alikuwa ana miaka mingapi sasa hivi? Ili gumu kidogo, ili swali gumu kidogo. Ushe kumwona kwenye picha? Umeshawahi na kuzungumza naye? Na bado. So kwenye maombi na ile tuombe ile sana msipigia sana. Haya, asante sana. Basi kapatia makofi kidogo. Hamna kaneno. Safi. Haya. Binadamu wa kwanza kuumbwa hivi kwa anaitwa nani? Binadamu wa kwanza. Wewe. Njoo. Una kitu unafika mbali, una kitu umenyosha mkono wa kwanza ila umeushusha wa kwanza. Unaitwa nani? Salma Kulwa Liko. Haya. Binadamu wa kwanza kuumbwa alikuwa anaitwa nani? Adam. Wa pili? Wa tatu? Yesu. Jamani, binadamu wa tatu nani? Hakuna. Wengine waliofuata walizaliwa. Safi kabisa. Safi. Haya. Kwa swali mimi nimelikosea, si ndio? Binadamu watatu kuumbwa. Wengine waliofuata walizaliwa. Jamani, nimezodolewa kanisani na watoto. Haya, sawa. Haya, watoto nimekuuliza swali. Umejibu. Haya, mchokozane. Bwana Yesu asifiwe. Haya, mimi natamani kufahamu Yesu alizaliwa tarehe ngapi? Tunasherehekea siku ya kuzaliwa. Hiyo tunaisherehekea. Pasaka, nini mimi hata sielewi. Pale ndio dada. Tunaimbaga happy birthday Yesu, mtoto Yesu. Mambo. Bwana Yesu asifiwe. Waitwa nani wewe? Eva Emmanuel. Hivi happy birthday Yesu. Yesu alizaliwa tarehe ngapi? Haijaandikwa. Tarehe ya Yesu haijaandikwa. Ila tunaosherehekea hizo sana nataka. Mwezi wa ngapi? Tarehe 9 mwezi wa 4. Kwa hizi zilizoandikwa, hizi zimeandikwa na watu gani walioandika? Wamekosea sana. Ila Biblia haijaandika tarehe. Kila saa watu wengine wanaandika. Haya, na Pasaka mwezi wa ngapi? Na Christmas. Muda saa ngapi? Pasaka. Sawa.
Pasaka ndoa zinabadilika badilika. Sema mwaka huu ilikuwa tarehe 9. Haya. Kapatia? Dada anakataa pale dada. Dada hebu njoo. Dada anakataa. Dada anakataa. Dada anakataa. Anasema Krismasi sio mwezi wa 12. Haya. Haraka. Esta pesa. Ya mwaka huu au miaka yote? Haya, sawa. Sasa mwasia, unaunga hoja au unakubaliana? Mwezi wa 4 na miaka iliyopita tarehe zilikuwa tofauti. Miaka mingine ilikuwa tarehe 2, tarehe 4, tarehe 6 na mwaka huu imekuwa tarehe 9. Basi msikilizaji, na wewe pia utaniandikia maoni yako kupitia namba 0673402026, lakini pia unaweza kutupigia simu 0735971971, na wewe utuambie wewe unachofahamu. Unafahamu kwamba Krismasi ni tarehe ngapi na Pasaka ni tarehe ngapi? Kwa hiyo nawe kama kuna maelezo utayatoa pia kama haya. Basi tunaendelea na kipengele kinachofuata. Hapa nimeambiwa kuna nyimbo. Unaimba wote au mtu mmoja? Kwa pamoja. Huko kwa hapa. Hapo waimbe tu hapo. Waimbe hapo. Simame tu. Nani anaongoza nyimbo? Nyimbo inaitwaje? Esperoni njema mekinga nani? Sawa. Haya, karibu sasa tutakusikia fanya hii kazi. Siku ya leo ni njema, ndiyo Bwana ameifanya. Ewe baba na ewe mama, haleluya, amen. Siku ya leo ni njema, ndiyo Bwana ameifanya.
Amen, amen. Tumeweza kusikiza nyimbo nzuri kabisa kutoka kwa watoto ambao pia tuko nao kwa siku ya leo. Mimi binafsi nimeenjoy, na mimi huwa na nyimbo yangu ile ya watoto. Nataka mimi niwafundishe, iwezekani mwalimu Dani afundishe peke yake. Na mimi pia leo. Watoto mpo? Watoto mpo? Tuko kabisa. Shauri ya Yesu, shetani ameshindwa, ameze wembe, umkatekate, arudi kuzimu. Safi kabisa, safi kabisa. Na mimi na nyimbo yangu nataka kuwafundisha. Nampenda Mungu wangu. Mimi nampenda Mungu wangu kwa moyo wangu wote, kwa roho yangu yote na kwa nguvu zangu zote. Amen. Nani anaijua hiyo nyimbo? Nani anaijua? Nampenda Mungu wangu. Nani anaijua? Wewe unajua? Wewe dada unajua? Ama unajua? Nampenda Mungu wangu. Safi. Njoo nisaidie kuwafundisha watoto. Muona sasa wetu. Wewe sasa. Unampenda Mungu? Unapenda hata kwa nini? Kwa nini? Kwa roho yako yote. Ndio kidogo. Nampenda Mungu wangu kwa moyo wangu. Nampenda Mungu wangu kwa roho yangu yote, kwa nguvu zangu zote. Safi. Matishi. Sasa hivi. Usiondoke, unaidia uko vizuri. Nampenda Mungu wangu kwa moyo wangu wote, kwa roho yangu yote, kwa nguvu zangu zote. Hebu twende. Nampenda Mungu wangu kwa roho yangu yote, kwa moyo wangu. Nakosea, mnaanza moyo, tuanze moyo. Hapo ndio nguvu. Haya, nampenda Mungu wangu kwa moyo wangu wote, kwa roho yangu yote, kwa nguvu zangu zote. Safi kabisa. Sasa haya, serious, anzisha. Nampenda Mungu wangu kwa moyo wangu wote, kwa roho yangu yote, kwa nguvu zangu zote. Twende. Nampenda Mungu wangu kwa moyo wangu wote, kwa roho yangu yote, kwa nguvu zangu zote. Bwana, unaona haya sasa tunafanya vizuri. Ndio maana ya kufundishana, si ndio kukosea kupo. Twende. Nampenda Mungu wangu kwa moyo wangu wote, kwa roho yangu yote, kwa nguvu zangu zote. Tena. Nampenda Mungu wangu kwa moyo wangu wote, kwa roho yangu yote, kwa nguvu zangu zote. Makofi kidogo. Basi mtazamaji na msikilizaji, watoto wameweza pia kufanya vizuri kabisa katika ile nyimbo yetu ya taifa ya watoto. Tunampenda Mungu wetu. Mtu ambaye hampendi Mungu hakuna. Na mtu akisema hampendi Mungu unakuja kumsemea kwa mwalimu, si ndio? Ndio. Wewe unakataa baba? Wewe msemee. Unampenda Mungu. Safi kabisa. Yaani mtu akatuwashawishi msimpende Mungu, mje msemee kwa walimu, sawa? Msemee kabisa, msikie kimya na msimunge mkono. Sipata kuongea sana. Nani hapa akiongea naye sana? Wewe njoo mtoto. Mtoto. Mambo. Unaitwa nani? Unampenda Mungu sana? Haya, asante. Nani mwingine? Mimi. Haya, doze. Tutakuja. Unampenda Mungu? Okay, sawa. Nani anaitwa nani? Unampenda Mungu baya? Nani mwingine anampenda Mungu? Unaitwa nani? Niki. Unampenda Mungu? Safi. Nani mwingine anampenda Mungu? Nani? Unaitwa nani? Unampenda Mungu? Asante. Ambaje ongea. Unaitwa nani? Kevi, unampenda Mungu? Enda huko sasa, hata Kevi hawakuoni huku jamani. Unaitwa nani? Unampenda nani? Haya, asante sana. Na mimi unaitwa nani? Toto. Sema Uncle Sami huyo. Wow.
Akisema Ankosami tunamalizia wao jamani. Ankosami huyo. Safi kabisa. Zaburi ngapi? Haya, Zaburi 17 mstari wa 6 ambaye hajaukalili huo mstari nani? Wewe unaitwa nani? Biki. Umekalili mstari gani? Unaitwa nani? Haya, umekalili mstari gani? Umekucha. Unaitwa nani? Mstari gani? Okay. Twende. Haya, sawa. Umekucha. Unaitwa nani? Mstari gani? Haya, asante. Nani amekaili nani mstari anaujua amesahau unatoa kifungu gani? Kuna mstari uko kichwani ila hajui ni kifungu gani, watu watusaidie nyumbani. Haya, sawa. Unaitwa nani? Mstari gani? Najua nakataa. Bwana Amen. Haya, ambao wanajiamini kabisa mstari iko kichwani waje hapa. Haya, hawa wanatosha hawa. Haya, na wewe wanne wanatosha, wanne wanatosha. Unaitwa nani? Samuel Festo msaliana ambao pia haraka hata ukiamka huko kichwani. Msiyakumbuke mambo ya kwanza wala msitafakari mambo ya zamani. Mstari wa 19. Tazama nitapenda neno jipya sasa, nitachipuka tena hamtalijua sasa. Nitapanda njia za jangwani na mito ya maji mikali. Mstari wa 20. Wanyama wa kondeni wataniheshimu, bora pia mbuzi kwa sababu nimewapa maji kondani na mito mikali. Mstari wa 21. Watu wale niliojiumbia kwa nafsi yangu ili kutangaza sifa zangu. Mstari wa 22. Nilikuita Yakobo, haukuniita Yakobo, bali umechoka nami yeye. Shukrani. Sasa nilala. Wewe nzima hivyo kichwani nini? Unaitwa nani? Naitwa Jessica. Napenda kusoma katika kitabu cha Zaburi ya kwanza mstari wa 1 hadi 6 kama nasema. Eli mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani kwa watu wenye mizaa. Mstari wa 2, bali sheria ya Bwana ndiyo ipendezayo, na sheria yake itakukaa mchana na usiku. Mstari wa 3, naye atakuwa kama mti uliopandwa kandokando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila litendalo litafanikiwa. Mstari wa 5. Haya, asante. Tuko wengine. Utasoma Biblia nzima wewe ikikuachia. Haya, wewe unaitwa nani? Sauti kidogo. Eva Emmanuel. Mstari wa Efeso 6 mstari wa 1 juu. Mstari wa 1. Enyi watoto Okay, namba tunaendelea na mistari. Ulisema unaitwa nani? naitwa Esther Kristo. Esther, mstari gani ambao tumetuletea? Moja kwa mstari wa Mhubiri 11, mstari wa Mhubiri 11 7 mpaka 9.
nao nasema mstari wa 7, kweli mimi mtamu tena ni jambo la kupendeza machoni kutazama jua. Mstari wa 8, naam, mtu akiishi miaka mingi na afurahie yote, lakini azikumbuke siku zijazo za giza, maana zitakuwa nyingi. Mambo yote yajayo ni batili. Mstari wa 9, ewe kijana, furahia ujana wako na moyo wako uchangamshe siku za ujana wako, na kuziendea njia za moyo wako, na katika maono ya macho yako. Asanteni. Haya, asante. Basi natamani nipate mtu mmoja aweze kufungia kipindi chetu kwa maombi, si ndio? Watoto wamefurahi? Ndio. Kuna jambo ambalo mngetamani hata kuzungumza hatujalizungumza? Majigambo? Ndio. Ila nisiogope. Wangapi? Yuko wapi? Mnajigambaje jamani? Majigambo jamani. Nani kama mimi? Kumekuja. Njoo nione. Yuko wangapi? Wawili. Waende wawili. Wewe na Esther. Wawili. Wewe. Unaitwa nani? Okay. Nani? Naweza kwa majigambo ya huyu jamaa. Utamweza dada? Na mimi niingie kwenye mchezo. Ngoja kwanza nimsome. Nani kama mimi? Hakuna. Nani kama mimi? Hakuna. Nimezaliwa kwa uwezo wa kimaajabu. Nani kama mimi? Hakuna. Nani kama mimi? Hakuna. Niliyemwaga damu yangu msalabani kuokoa damu wenye dhambi. Nani kama mimi? Hakuna. Nani kama mimi? Hakuna. Niliyepaa juu mbinguni kwenda kuandalia makao. Nani kama mimi? Hakuna. Nani kama mimi? Hakuna. Mimi ni Yesu. Nenda kasome kitabu chote cha Agano Jipya. Nani kama mimi? Hakuna. Nani kama mimi? Hakuna. Niliwashonia mavazi ya wajane. Nani kama mimi? Hakuna. Niliwasaidia wasiojiweza. Nani kama mimi? Hakuna. Hata siku zangu zilipokwisha nikaongeza miaka 15. Nani kama mimi? Hakuna. Mimi ni Dorcas. Kasoma kitabu cha Matendo ya Mitume 10:37. Nimeipenda hiyo. Nani kama mimi? Hakuna. Nani kama mimi? Hakuna. Tangaza Rais FM. Hakuna. Haya, wengine. Haya, hii nimeipenda hii. Jamani, hata kama 20. Nani? Mkubwa anaenda. Mamake mkubwa. Huyu ndio huyo. Hamna, huyo acha. Okay, sawa. Haya, wengine waje wawili tena. Hao wameisha. Gigi nenda. Mama kubwa, umelasa. Haya, sawa. Maana wakitoka unapiga hizo. Wako wengine? Kwa leo ya. Nani kama mimi? Hakuna. Nani kama nyinyi? Hakuna. Hapa ni kidogo. Nimetembea pengi hapa. Nishwaleni. Nani kama mimi? Hakuna. Nani kama mimi? Hakuna. Natuma Bwana kwenda kuokoa wana wa Israeli. Nani kama mimi? Hakuna. Hakuna. Ninachapa maji na bahari ikafunguka na njia tukapita. Nani kama mimi? Hakuna. Kama mimi? Hakuna. Piga mwamba na maji tukanywa. Nani kama mimi? Hakuna. Kama mimi? Hakuna. Nenda kasome katika kitabu cha Kutoka 1. Nani kama mimi? Hakuna. Nani kama mimi? Hakuna. Nani kama mimi? Hakuna. Nani kama mimi? Hakuna. Niliyampiga Mfilisti. Nani kama mimi? Hakuna. Kwa majina anaitwa Daudi. Nenda kasome kitabu cha Samueli. Nani kama mimi?
Hakuna. Nani kama mimi? Hakuna. Nimefunga siku 21. Nani kama mimi? Hakuna. Nani kama mimi? Hakuna. Mimi mtoto wa mfalme. Nani kama mimi? Hakuna. Nani kama mimi? Hakuna. Mimi ni Daniel Suma, Daniel Apina Kedere. Nani kama mimi? Hakuna. Nani kama mimi? Hakuna. Mtasimulizi hapa. Haya bwana mtazamaji na msikilizaji, tumeweza kuenjoy vitu vizuri Majigambo. Kiukweli niliposikia Majigambo sikujua kama itakuwa kwa namna hii, nikajua tu hapa wanakuja kutumikiana misuli. Nimepata pia somo zuri, tunajifunza pia, watoto wanajifunza Biblia kutokana pia na matendo ya watu ambao waliweza kuyafanya, lakini pia huenda pia na wewe msikilizaji unaoya kwako na mtu ambao pia ukamzungumzia sasa watoto kwanza kabla msikilizaji, alafu atokee mtu mwingine akataja anazungumziwa nani, si ndio? Wakati tukafanya hivyo na mimi ndio na Majigambo yangu hapa, nani kama mimi, nani kama mimi, alafu mseme nani huyo, si ndio? Inakuwa njema. Sasa unajitaja mwenyewe. Sasa kwa leo tukutaje kule. Eti vipi bwana? Wewe Jigambo na wewe chaguliwa Danieli kakae, unataka kukaa. Amen. Change kidogo. Inawezekana? Inawezekana? Pia nani kama safi kabisa. Basi mtazamaji na msikilizaji ambaye pia unakuwa unasikiliza, nitakuja hapa muda wangu na kuendelea mwisho kabisa na kwa sina lakini pia ningependa pia kumkaribisha mwalimu mahali hapa ambaye ndio katupokea mwenyeji aje kutoa neno la mwisho na aweze kukaribisha ipati ambaye alisema anatufungia kwa maombi. Na pale dada hapo mwisho kabisa anakuja dada pale, anakuja mwalimu atamkaribisha pale mtoto mzuri kuja kipindi chetu, lakini atuombee, atubariki baraka zote majumbani hasa hapa tulipo. Karibu sana mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Mwalimu Kevi Imaeli Yona, ni mwalimu wa mahali hapa. Kwa hiyo mtazamaji unaotuangalia, sisi ni watoto wa kanisa zuri la Mlima wa Baraka. Ipo huduma nzuri mahali hapa. Kama ukipendezwa na tunaomba upendezwe, karibu sana watoto na wakubwa. Mungu awabariki. Basi hii ndio hatua yetu ya mwisho. Karibu mtoto wetu mzuri, uje utufungie kwa maombi. Karibu sana. Kwa ajili ya kuomba. Mungu nasema asante kwa ajili ya saa hii nenda kama wewe. Nashukuru hata tumeweza kujifunza maneno yako kwa kuimba, kwa kufundishwa. Mungu nasema asante hata saa hii tunapoenda kufunga ibada hii. Mungu naomba endelee kututangulia, useme nasi hata kuanzia Jumatatu na kuendelea. Tuweze kujifunza, tuweze kuelewa wewe. Nikiomba na kuamini. Asante sana. Watoto mpo? Tuko kabisa. Shauri ya Yesu, shetani ameshindwa, amezewembe, umkate arudi kuzimu. Amen. Sasa tusimame. Hivi tunampenda Mungu wetu, tunampenda Mungu wetu kwa moyo wetu wote, kwa roho yetu yote, nguvu zetu zote, si ndio? Umesahau? Haya, twende 1, 2, 3. Nampenda Mungu wangu kwa moyo wangu wote, kwa roho yangu yote, kwa nguvu zangu zote. Safi kabisa, Mungu akubariki. Hapo Sami huyo. Safi kabisa. Hapo Sami huyo. Hapo Sami huyo. Yes. Basi mpaka wakati mwingine tena. Lukosa Bay ndo la kwangu jina, Mr. Simlizi Samila, lakini pia tunapenda baba Ivan, baba Neema, baba watoto wote hawa ambao leo niko nao kwa kujia leo katika kanisa zuri kabisa hapa kwa mtumishi wa Mungu Pastor Benjamin. Hapa ni
Shikamane, kiona tushikamane, tuko katika kanisa zuri kabisa, mlima wa baraka. Watoto wako wanasaidia. Haya. Na aje wageni. Bye. Haya, tunapenda. Karibuni tena, karibuni tena.